Ndugu wa Simba na waandishi wa habari, mmeniona hapa mbele kwa majina, naitwa CPA Joseph Vegasira, ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya J-Root Investment East Africa Limited. CEO aliweza kutaja nilioambatana nao. Kwa mara ya pili napenda kumtambulisha mkurugenzi wa uwekezaji wa J-Root Investment East Africa Limited, ndugu Israel Wilson Mwaibabile. Pia ningependa kumtambulisha kipekee mkuu wetu wa idara ya sheria, ndugu Dennis Christopher Msike, pamoja na wanajeruti wote ambao mko hapa. Kiukweli ilikuwa ni kazi ya kutolala usiku na mchana, kwa sababu baada tu ya kusaini ule mkataba tarehe 10, basi ilikuwa ni kukimbizana huku na kule kuhakikisha tunaleta kilicho bora katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Najua wengi mtakuwa na shauku kutaka kujua ndani ya huu mkataba kuna kitu gani ambacho Simba Sports Club kitaenda kunufaika nacho. Kwa kifupi, ningeweza kutaja baadhi ya faida ambazo zinapatikana katika mkataba wetu huu wa miaka 5. Mkataba wa kubuni, kudesign, kutengeneza na kusambaza vifaa vyote vya michezo vya Simba Sports Club. Kama alivyoeleza mwenyekiti wa tender committee Dr. Mumba kwamba kwa mwaka wa kwanza tuliweza kubidi 5.6 billion, na katika hiyo 5.6 billion kuna hard cash ambayo tunalipa straight to the club, na vile vile kuna fedha ambazo zinakuwa generated out of other benefits. Kwa zote zina total amount ya 5.6 billion, ambapo fedha hiyo itakuwa inaongezeka kila mwaka for 10%. Kwa hiyo ukikokotoa nadhani tutafika katika hiyo amount ya 38 billion katika miaka 5. Ndugu wana Simba, kiasi ambacho kimetajwa ni kiasi ambacho mambo mengi ambayo kama club inahitaji kwa wakati huu na wakati ambao tunauendea. Na nipende kuhakikishia katika hii amount J-Root Investment, kabla hata tujaanza kufanya jambo lolote, tayari tumeshaweka 30% ya hii amount ya mwaka kwanza. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, miongoni mwa faida ambazo zitapatikana kwenye huu mkataba zipo nyingi, ila tukiweka zile ambazo kama J-Root na Simba tumeingia makubaliano ya kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza kama ifuatayo. Jambo la kwanza, tunafahamu Simba Sports Club ni klabu kubwa sana, na sisi tumesema tunakuja kuleta mabadiliko na kuongeza thamani ya mchezo katika nchi yetu. Tukasema kumekuwa na jambo kubwa ambalo wana Simba wanahitaji kama club, na sisi kama J-Root tutaenda kulitekeleza. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Tutajenga uwanja ambao utaweza kuchukua mashabiki takriban 10,000 mpaka 12,000. Na kulingana na kandarasi ya mkataba tumekubaliana kwamba Simba Sports Club tuna eneo ambalo liko Bunju, na tutaenda kujenga uwanja huu katika eneo lile la Bunju. Ila kama watakuja na mapendekezo mengine, basi tutafuata hayo mapendekezo yao. Lakini tumesema with immediate effect, tunapoanza msimu mpya, basi na sisi tutaanza utaratibu wa kuanza
kuweka maandalizi ya ujenzi wa uwanja huo. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, benefit nyingine ambayo tuliweza kuahidi kwenye huu mkataba ni kwamba Simba ni klabu kubwa. Tunafahamu wako na basi letu kubwa, lakini tukasema tunahitaji kuwa na basi ambalo kiukweli litaendana na hadhi ya Simba. Kwa sababu tunafahamu kwa sasa Simba iko namba 4 kiubora Afrika. Tunataka timu yetu ilingane na timu nyingine zenye ukubwa huo duniani. Kwa hiyo sisi kama Jeruti Investment tumecomment kwamba tutanunua basi, na si basi tu, basi lile basi linalofahamika kwa jina la Iriza. Kila kitu kiko sawa na tulikubaliana kabla muda mfupi tu hiyo basi mtaiona. Na jambo lingine ambalo tulikubaliana kwamba Simba ni klabu kubwa, na kama klabu kubwa inahitaji kufanywa mambo mengi. Tukaangalia upande wa media, timu ya media inajitahidi sana, lakini tukasema tutaenda kujenga production media kubwa ambayo itakuwa na hadhi kama timu nyingine. Ile ambapo nikitaka leo hii kufanya interview labda na Azam au labda tena GSTV, sina haja kwenda huko. Kinachofanyika tu ni kusynchronize na kuonekana wote tuko eneo moja. Kwa hiyo tutafanya hilo swala na tumeshaanza huo utaratibu, na nadhani tu muda si mrefu mtaona haya mambo yanaenda kufanyika. Simba Sports Club ni timu kubwa, ni timu ambayo ukiacha makao yetu makuu ambayo yalikuwa pale eneo la Msimbazi, kwa sasa kuna ofisi ambao wapo, lakini sisi tukasema tutafanya utaratibu wa kuweza kutengeneza eneo letu la kudumu, na tutajenga ofisi mpya ya Simba Sports Club kama makao kwa ajili ya ofisi na mambo mengine. Tunafahamu Simba inafanya mambo mengi sana katika kukuza michezo. Inazingatia vipaji vya vijana, na sisi kama Jeruti tumeliona hilo, tukasema kila mwaka tutafanya program, na hii tutatoa fedha cash katika kusaidia youth development ili kuweza kukuza vipaji vingi vya vijana wetu waweze kuimprove, na ikiwezekana waweze kupata nafasi katika timu za juu. Kwa hiyo tumesema kila mwaka tutakuwa tunaweka hadi cash ya 100 million ambayo itasaidia kama chachu ya kuweza kuwaboost vijana wetu waweze kufikia malengo yao. Vile vile kila mwaka pre-season tutakuwa tunachangia again 100 million kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Na vile vile tumeahidi na tumesema tutatekeleza, tutatengeneza medical and laundry room kwa ajili ya wachezaji wetu. Katika kila mwaka tunafahamu tuna Simba Day. Tutashiriki mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, bega kwa bega kuhakikisha kwamba Simba Sports Club inaandaa Simba Day ambayo ni siku muhimu sana kwa wana Simba. So katika hilo tutachangia fedha taslimu takriban shilingi milioni 100 katika kila msimu wa Simba Day. Wakati tunafanya hayo yote, tulikubaliana tutajenga uwanja, lakini vile vile tutatengeneza zile training playgrounds, tutahakikisha tunazifanyia renovations ili wachezaji wetu wanapata viwanja vizuri vya kufanya trainings. Na katika hilo tumepanga kutoa shilingi milioni 150 kila mwaka kuhakikisha kwamba hili linafanyika kwa uweredi wa hali ya juu. So ndugu waandishi wa habari na wana Simba,
Hizi ni baadhi ya other benefits ambazo tulisema sisi kama J-Root Investment East Africa Limited tutaenda kuzitoa katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Apart from that, tunafahamu kwamba Simba inafanya vizuri na wachezaji ili wakae vizuri zaidi wanahitaji incentives. Kwa tukasema kwa ujumla wake kila mwaka tutatoa incentives zenye thamani ya shilingi milioni 470 ambazo kama club itaangalia jinsi gani ya kuzidistribute, kama watatoa kwa mchezaji bora, kwa kipa bora, au katika kila wanavyoshinda katika michuano mbalimbali. Ila sisi kama J-Root tutatoa milioni 470 ambayo hii itakuwa inaongezeka kila mwaka. Kwa haya ni mambo ambayo tutafanya. Na haya ndio mambo ambayo nadhani yalikonvince sana hii tender committee kuona kwamba J-Root Investment East Africa Limited wanastahili kupata hii nafasi. Ndugu waandishi wa habari, sasa mnaweza mkasema sasa J-Root ni kampuni ya Kitanzania. Sisi kila siku tunapata vitu vya hapa. Kusoma comment watu wengi wanakuambia bwana tunahitaji international brand, tunahitaji, kila mtu anaongea lake, ana shauku. Niwahakikishie baada ya kusaini mkataba, ndio maana nilitambulisha timu yangu, hatukulala. Mimi na timu yangu pamoja na uongozi wa timu ya Simba Sports Club, wake tulienda mguu kwa mguu huko kimataifa katika watu ambao tulishaingia nao makubaliano kuhakikisha kwamba tunapata international brand. Niwahakikishie Simba Sports Club katika msimu huu mpya unaenda kuanza, jezi ambayo itaenda kuvaa, wataenda kuvaa brand ya kimataifa. J-Root Investment East Africa Limited tumeingia mkataba mkubwa sana na one of the very international and reputable brand in the world. Brand ambayo imevalisha timu nyingi sana kubwa za kimataifa, ambapo Simba Sports Club sasa itaenda kuvaa jezi ambayo itakuwa na viwango bora kabisa duniani. Tumesha sign mkataba na tumesha seal the deal. Pongezi zimwendee CEO wa Simba Sports Club, wanasheria wa Simba Sports Club, Osea, pamoja na timu nzima ya marketing ya Simba Sports Club. Manake J-Root ilibidi tuongozane nao kuhakikisha kwamba tunaenda kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. So ni watoe hofu wana Simba. Mwaka huu na miaka inayofuata mambo yatakuwa mazuri sana. Tunakuja kuonyesha tofauti. Hauwezekani ukawa namba 4 kwa ubora Afrika, but you are not really an international brand. Sisi kama J-Root Investment East Africa Limited tumehakikisha Simba inaenda kupata thamani na jezi ya Simba inaenda kupata thamani inayostahili kulingana na ukubwa wa klabu yetu hapa nchini. Ndio maana tumewekeza fedha nyingi. Hizi ni fedha ambazo J-Root inawekeza kwa Simba Sports Club. Hiyo na fedha ambazo J-Root imewekeza kwa hiyo international brand. Kuna watu wanaweza kujiuliza, nadhani mnafahamu, wengi wanajaribu. It's very difficult to get international brand. It involves a lot of procedures, a lot of hurdles. End of the day, watu wanakata tamaa. But for the first time katika nchi yetu ya Tanzania, Simba Sports Club ndio inakuwa club pekee ya kwanza kuvaa jezi ambayo ni international branded.
Ndugu waandishi wa habari na wana Simba, naomba kuambia kuanzia sasa mtakuwa mnafurahi sio kuwa na kifani. Na uhakika kwa ushirikiano ambao tuko nao na Simba Sports Club, sisi JKT tutajitahidi kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba Simba inarudisha heshima yake sote nchini, Afrika na duniani. So niwaambie tu ndugu zangu kwamba this time tumekuja na utofauti, na washukuru sana Simba kwa kutuamini, na nadhani wenyewe mmeona. Nadhani muda si mrefu kutokea leo tutaenda kuzindua rasmi na mtafahamu which brand ambayo Simba inaenda kuivaa. Ni jambo litakuwa jema sana kwa wana Simba wenzangu. Uzuri wenyewe mimi ni mwana Simba ambaye naipenda Simba kutokea ndani. Kwa hiyo ninapozungumzia Simba nazungumzia kitu ambacho nahusika nacho 100%. Nafahamu Simba tunahitaji nini. Nasifahamu wana Simba tunataka furaha ya aina gani. Niwahakikishie. Kuna wengine wanaweza kuwa na wazo, unajua ukivaa international brand hata cost inaongezeka, si ndio? Utaambiwa jezi ni $70 ambayo kuta almost 180,000, si ndio? Sasa mtu anaweza kujiuliza sisi tunaweza kweli? Niwahakikishie tutapata ubora wa hali ya juu katika bei rafiki kabisa. Kwa kama mwana Simba jivunie kwamba kama ulikuwa unaweza kununua jezi zilizopita utaweza kununua na hii, kwa sababu tutapeleka katika bei ambayo ni rafiki zaidi. Kitu tu ambacho nasisitiza, utakapofika huo muda basi jitahidi ununue jezi original. Usiingie tofauti kwa sababu utapata matatizo, na tupende wana Simba wapate matatizo. So tutauza bei hile isopishana na wenzetu ambao kwa. Kabla sijamaliza ningependa kutoa shukrani kwa zabuni waliopita, wamefanya kazi kubwa sana. Pongezi kwa ndugu yangu Vunja Bei hapo. Hongera sana kaka, umefanya kazi kubwa. Nadhani bila nyinyi sisi tusingefika leo hii hapa. Natoa pongezi pia kwa kaka yangu Sunderland the Holy One, anaonyesha njia, na kiumuhimu ningehitaji tuendelee kushirikiana. Nisingependa kumaliza mengi kwa sababu nikisimama hapa naweza nikaongea zaidi. Kwa heshima ya mgeni rasmi pamoja na viongozi wote, Jaji Mihayo, CEO, Try Again, wote, napenda kusema shukrani sana, asanteni na Mungu awabariki.